Ya, naitwa Renato Mayunga Shija, ni kocha wa timu ya Rhino Rangers ya hapa mjini Tabora. Leo tulikuwa na mchezo wa kirafiki dhidi ya ndugu zetu wa Mbeya Kwanza. Mchezo umemalizika kwa sare ya bao 1-1. Mchezo ulikuwa mzuri, tumepata mazoezi mazuri na tumefurahi, ingawa nimekuwa disappointed, kuna kitu sijakipenda katika mchezo huu. Unajua si wote walimu na hizo timu zote zinajiandaa na ligi. Mimi ratiba kwangu iko so tight kwa sababu na mechi tarehe 19. Alafu nimekuwa na mechi ya kirafiki leo, kesho natakiwa kuingia gym, kesho kutwa nakuwa na mechi ya kirafiki tena. Sasa kama tumekubaliana kucheza dakika 90, ni vizuri watu wanaheshimu makubaliano. Kipindi cha kwanza tumecheza dakika 45 nzuri, kipindi cha pili dakika 65. Hiyo imenidisappoint. Kama mwalimu nitakiwa niwe anajua kwamba kipindi cha pili kina dakika ngapi, ili nilinde energy ya wachezaji wa kwangu, kwa sababu na mechi ngumu sana ya ligi siku ya Jumapili. Hiyo sijapendezwa nayo kabisa. Nafikiri kwa watu ambao wamepanga hivyo wanatakiwa waheshimu professional na kuheshimu taaluma kwa ajili ya wachezaji. Lakini kila mechi ina mahitaji. Mfano utaona mechi tumefungwa na Mashujaa, tulitoka gym tukafungwa goli 3. Naona na waliomba mechi, kwa hiyo ndugu zetu tukawakatalia, ikabidi tuwape. Naona sasa leo tumepata mechi nyingine, ni kipimo kizuri, lakini ligi zina tofauti. Ukicheza na timu ya Premier League ina namna yake ya kucheza, ukicheza timu ya Championship ina namna yake ya kucheza. Hawa kwenye mechi ya ligi wangecheza tofauti na leo. Hata si kwenye mechi ya ligi tungecheza tofauti. Kama mwalimu kuna vitu unajaribu kuviimplement kwa mazoezi na kwenye mechi uvione. Kwa hiyo ni mazoezi mazuri, ingawa bado kuna vitu tuna miss. Mimi ni mzoefu, mwaka wa 26 nafundisha mpira. Kwa hiyo najifunza daily na kila siku ni siku ya kujifunza. Kuna kitu tumekiona kutoka kwa wenzetu, lakini kwanza angalia timu yako. Wewe unataka nini? Mwenzako usimwangalie. Kwa mfano unaenda kucheza na timu za madaraja ya juu, wewe angalia game model ya kwako, the way you want your team to play. Hiyo ndio iangalie zaidi, usiangalie mwenzio ana nini. Ya, ni kweli ni mechi za maamuzi, na mimi sio mgeni kwenye hii timu, sababu 2012 13 nilipandisha ligi kuu, baadaye nikarudi tena nikaongoza ligi namna hii, nikaondoka. Bahati mbaya timu haikufanya vizuri. Mechi za maamuzi ni kweli, lakini maamuzi makubwa yako kwa wachezaji na utulivu, na naogopa sana interference. Sitaki sana interference kwenye timu ya kwangu kwa kipindi hiki, kwa sababu najua interference imeivuruga sana hii timu ikashindwa kufanya vizuri. Sababu sio mara moja kwa Rhino kuongoza ligi, misimu 3 mfululizo Rhino anaongoza ligi na shindwa kupanda. Nimekuja kufanya tafiti ya kwangu nikagundua interference. Mechi inaonekana ni ngumu, na ni kweli ngumu, lakini kuna vitu vinaongezeka vinafanya wachezaji wanatoka mchezoni. Kwa hiyo mimi kama mwalimu mwenye mzoefu na nakaa na wachezaji wangu, natakiwa niwaandae kiakili zaidi na kuavoid too much interference from the outsiders ili timu yangu iperform. Ya, kuna kipindi ilikuwepo interference zilikuwepo na nikaondoka, timu ikashuka daraja. Nimerudi tena nikafanya hivi interference zikaingia tena, timu ikashindwa kuperform. Misimu ambapo sipo interference imeingia, imefanya timu isifanye vizuri. Nimezigundua, najaribu kuzizuia nikiongozana na viongozi wangu na wachezaji ili tufikie kile ambacho tunakihitaji. Kwa sababu unajua shida moja ya mji wetu, kila mmoja anajua, na ile ni mbaya sana. Kila mmoja anajua. Na hata kwenu kwa wachambuzi wanasikia, wanaongea hivi, wanaingia hivi. Sawa, wanaongea, lakini mtu anayehusika zaidi kwenye timu ni mwalimu pamoja na wachezaji wake. Nafikiri ni nafasi nzuri ya kumwachia ajue nini anakifanya. Kwa hiyo interference sipendi kwa kipindi kutokana na experience. Nimefanikiwa kwenye timu nyingi kupanda ligi kuu, nimefanikiwa kwenye timu nyingi za madaraja ya chini, na hata Mbeya Kwanza msimu uliopita miwili nilikuwa nayo mimi. Ni timu ya kwetu wote, lazima tuipe support, ila narudi tena nyuma. Wa avoid sana interference kwenye timu. Wao kama washabiki waendelee kushangilia timu yao. Huku kwenye timu waache wenyewe waendelee, walimu pamoja na wachezaji kuiandaa timu yao. Unaporudisha wachezaji lazima uwape mazoezi, lakini upime kile ambacho umekifanyia mazoezini. Kwa hiyo bahati mbaya sana tulikosa mechi nyingi ambazo tulizihitaji, lakini tumepata mechi na Rhino ambayo ni kipimo sahihi kwa ajili ya kuona ni nini tunaweza kumalizia katika wiki ya mwisho ya maandalizi kabla ya kucheza mchezo unaofuata dhidi ya Ken Gold. Kuwa chini si hoja kubwa, ni kwanza ukiangalia huko waliko ni timu inayoongoza. Kwa hiyo ukitizama namna wanavyocheza ni material ya championship. Kwa hiyo kwetu sisi tuliona ni kipimo sahihi kwa kile ambacho tunakihitaji. Kuna wakati unahitaji mechi nyepesi, lakini kuna wakati unataka mechi ngumu. Kwa hiyo bahati nzuri Rhino ametupa
ladha zote mbili. Unapata mechi kwamba ni timu ya daraja la pili, lakini ni mechi ambayo iko tafu na unaiona mechi nzuri na inatupa somo lile tunalolihitaji. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.